Sadakta, kunkucha kulichele, wanasema mambo ni yale yale kama mchanga wa kwale, lakini ndani ya NTV sasa tuna mengi tofauti. Alhamisi hii ikiwa ni siku ya jukwaa la jamii, kunani leo? Wiki jana tume ya huduma za umma PSC iliorodhesha majina ya watu 224 ambao baadhi yao watachaguliwa kuchukua nafasi za makatibu waandamizi, yani CAS, katika wizara mbalimbali serikalini. Baadhi yao ni wanasiasa waliokosa kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita, wakiwemo Cleophas Malala aliyewania kiti cha ugavana wa Kakamega akaambulia patupu, aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero, aliyekuwa gavana wa Trans Nzoia Patrick Haemba na aliyekuwa gavana wa Kisii James Ongwae. Wengine ambao waliorodheshwa ni mwanasiasa Millicent Omanga, aliyekuwa mwakilishi mwanamke wa Kirinyaga Purity Ngirishi, aliyekuwa mbunge wa Starehe Charles Njagwa ukipenda Jagwa, na aliyekuwa mbunge maalum Isaac Mwaura, na hata mratibu wa shughuli za mitandao ya Kenya Kwanza Dennis Itumbi. Wakenya wanapoyatazama baadhi ya majina haya, labda kinachowajia akilini ni ukuruba wao na muungano tawala wa Kenya Kwanza, ama hata ubia wao na Rais William Ruto. Hivyo kuzua maswali chungu nzima kuhusu vigezo vinavyotumika kuwatafuta mawaziri hawa waandamizi. Je, ni nafasi ya vijana kama wengi wao wanavyohoji, ama je, ni nafasi wanaoweza kuifanya kazi bila kujali mirengo yao ya kisiasa, ama ni mnofu wa wandani wa serikali? Majibu nayo wewe, lakini ndo mdahalo wetu siku ya leo kwenye jukwaa la jamii Alhamisi hii. Mdahalo unaohusu umuhimu na nafasi hiyo ya waziri huyo mwandamizi, pamoja na gharama yake kimshahara, na pia majukumu yake yatakuwa ni yapi. Niko na wachambuzi vijana, Charlotte Miriam ambaye ni mwanasiasa mchambuzi, na pia Ruth Ambogo, mchambuzi wa siasa na uongozi haswa kwa vijana, watakuwa nami studioni. Swali letu mtandaoni tutakuuliza, je, unadhani nafasi ya waziri mwandamizi ina umuhimu gani kwa taifa? Je, unadhani nafasi ya katibu kunradhi mwandamizi ina nafasi gani, umuhimu gani kwa taifa? Sema nami @LoftyMatambo @NTV Kenya ukitumia alama ya reli ya NTV Sasa. Karibu kwenye NTV Sasa. Mimi naitwa Lofty Matambo, na ili kufanikisha mdahalo huu jamani, nitakuwa na kupeleka nyanjani, mashinani, mijini na vijijini kuangalia kunani. Tayari maripota wetu wapo. Huyu ni Fatma Bugu, yuko katika kaunti ya Mombasa, huko ni pwani, na vile vile tutakuwa tunakwenda kwake Gabriel Kudaka, yuko Eldoret, hii ni kaunti ya Uasin Gishu, katika muda usio mrefu, ili tuweze kujua yanayojiri, na kauli zako wewe tutakuwa tunazithamini zaidi kwenye mdahalo wetu leo kwenye NTV Sasa, maana hili ni jukwaa lako. Lakini kwanza tuangalie yaliomo, ni kipi kimegonga vichwa vya habari siku ya leo kwenye nyenzo za taarifa mbalimbali. Kwanza kabisa, Rais William Ruto yuko kule KICC, anatarajiwa kuhudhuria kongamano tangulizi la siku ya kina mama duniani, itakuwa tarehe 8 wiki ijayo. Mbali na hili ni kwamba kuna jopo ambalo tayari liliteuliwa kuweza kupiga msasa na kuwatafuta wale makamishna wa IBC. Lakini kabla hiyo, Raila Odinga anakutana viongozi wa dini, maimam Kiislamu pamoja na wahubiri katika afisi zake. Watazungumzia yapi? Tutakuwa tunakujuza mengi zaidi. Tena baadaye tuingie katika mahakama ya juu, ambapo jopo la kuwatafuta makamishna linaapishwa. Kumbuka hakuna kamishna hata mmoja ndani ya IEBC. Watatu wakamaliza kazi yao wakiongozwa na Wafula Chebukati mwenyekiti, baadaye watatu wakajiuzulu kati ya wale Cherera 4. Mmoja jana Irene Masita akapigwa kalamu na Rais William Ruto. Hakuna kitu ndani ya IEBC. Jopo hili litakuwa na kazi kuanzia leo watakapoapishwa pale. Muungano wa wabunge wa demokrasia wanakutana, kina Millicent Omanga, kuna Yusuf Hassan pamoja na Naisula Leisuda na wengineo bungeni, wanataka kuunda muungano wao wa kuangalia masuala ya demokrasia na haki za kibinadamu bungeni. Tunayo haya. Alafu mipango ya pesa za maji kuweza kugawanywa katika taifa zima. Alice Wahome ni waziri wa maji na unyunyiziaji, amekutana na Anne Waiguru, gavana wa Kirinyaga na pia mwenyekiti wa baraza la magavana, kutafuta pesa ili kusiwe na kiu tena Kenya. Mwisho kabisa, jukwaa la jamii leo, mnofu na majukumu ya katibu mwandamizi, ni kazi ni minofu. Tutakuwa tunajadili yote haya ndani ya mdahalo wetu siku ya leo. Nikukumbushe swali letu leo, tumekuuliza, je, unadhani nafasi ya katibu mwandamizi ina maana gani katika taifa letu? Je, unadhani nafasi ya katibu kunradhi mwandamizi ina umuhimu gani katika taifa letu la Kenya? Utazungumza nasi.
Moja kwa moja ili tuweke msingi, nafikiri nikupeleke moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa, ambako hapa tunajiunga na mwanahabari wetu Fatma Bugu. Anazungumza na wadau, wananchi kutoka kaunti ya Mombasa ili waweze kutujuza kama wanaiona ina maana gani, inafaa kupewa nani. Fatma. Naam Lofty, kama tulivyoona baada ya mahakama ya juu kutupilia ombi la kupinga uteuzi wa nyadhifa hizi za makatibu waandamizi, tuliona kwamba tume ya kuajiri wafanyikazi wa umma PSC iliweza kutoa orodha ya watu ambao walikuwa wanafaa kufika katika kuhojiwa kufuatia nyadhifa hizi, lakini viongozi na wananchi waliweza kutoa hisia zao mseto kuhusiana na orodha hiyo iliyotolewa, wengine wakionekana kupinga kuidhinishwa kwa baadhi ya majina ambayo yalikuwa yametolewa katika orodha hiyo. Lakini kwanza kabisa tukiongea na wakazi wa hapa Mombasa, labda tuwasikie tu, je, wanafahamu kwamba cheo hiki kina umuhimu gani hasa katika taifa la Kenya? Kianza kwa majina yako. Kwa majina naitwa Albert Adembesa. Nimeona rais akipiana akisema kwamba bunge limepitisha kwa wale mawaziri wasaidizi ambao wanatakana kuteuliwa. Ndio, ni kazi mzuri na ina manufaa, lakini sana iangazie professionals ambazo watakuwa wamepewa, kwa sababu tumeona mawaziri wengi wakipewa majukumu ambayo hawawezi kuyatekeleza. Hata juzi tumeona katika yale mashirika vile ametoa, yamesema kuna wabunge, kuna mawaziri kadha ambao hawakuyaelewa yale majukumu yao na hawakuweza kuyatekeleza. So katika hizo nyadhifa za mawaziri wasaidizi, tungelipenda tupate mawaziri wasaidizi ambao wana tajriba na wanaelewa zile kazi ambazo watakazokuwa wakimsaidia waziri. Manake wao watakuwa ni watu wa kumsaidia waziri katika kutekeleza majukumu yake, na isiwe majukumu ya. Na upande mwingine hatungelipenda kuona siasa zikichukuliwa katika swala hili, ila zipeane zile nyadhifa kwa watu. Mimi kwa upande wangu ningelipenda watu ambao wako na tajriba, wana uwezo na wanaweza kuzalisha katika zile wizara ambazo watakokuwa. Na kama mwananchi unahisi kwamba nafasi hizi zinafaa kupewa vijana ama wazee? Kwa upande wote siwezi kuzungumzia swala hilo, kwa sababu katiba yetu article 27 inasema mtu yote asiweze kubaguliwa. So kupeana kwa wazee ama kwa vijana, na pia tunaangazia tajriba na uwezo na ile elimu ulionao. Unaweza kuwa ni mzee lakini ukawa na elimu ambayo inaweza kuzalisha na ikafanya hii wizara ikawa ni ya manufaa. Lakini ikiwa watapeana tu bila kujua, basi inaweza zisizalishe zile wizara. Asante sana. Tuliona katika orodha hiyo kuna wale wanasiasa ambao waliweza kutingisa ulingo wa siasa kabla uchaguzi wa mwaka 2022 na baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 tuliona kwamba kuna wanasiasa ambao waliweza kuanguka. Na unahisi kama mwananchi, unaona hiki cheo kinapaswa kupewa kama zawadi ama kivipi kulingana na wewe? Kianza kwa majina. Kwa majina naitwa mchungaji Charles Oundo, na mimi nasema hivi kulingana na vyeo vya makatibu, rais anastahili ateue wale vijana ambapo wamemaliza shule, kijana wa kike wa kiume, mlemavu, hawaachane na wale wanasiasa walioanguka na wale ambapo walimaliza nafasi zao kisiasa katika ubunge ama ugavana ama usenata ama women rep. Vijana wamesoma, wana certificate ndani ya nyumba na wanachukua wazee. Hao vijana watapata nafasi lini katika serikali? Pia wakule keki ya uongozi wa uhuru wa Kenya. Hiyo ndio nauliza. Na rais alitangaza ya kwamba yeye anadili na mambo na hasla. Sasa hajaweka hata kijana mmoja tumuone akiwa amekuja hapa Pwani katika kaunti ya Mombasa. Nazungumza nikiwa hapa Majengo Kingorani katika bunge la wananchi, aje achukue mmoja hapo, isijalisha kwamba alisoma kufikia wapi, aende pale. Hata wale ambapo hawakusoma wanaweza kufanya kazi. Kazi ni kwa maarifa yako
wewe mwenyewe baadaye. Na unahisi kwamba hiki cheo kina umuhimu gani katika taifa? Na hichi cheo wamebandika kunyonya tu wananchi wa chini mishahara yao, maana sisi pesa zetu ndio zinafanya wao wanapata mshahara. Kama yeye angekuwa mtu wa kwamba anajua uchumi uko mbaya, hangeweka vyeo kama hivyo katika serikali, maana angefinya vyeo vingine, pesa zipatikane, wananchi wapate chakula, maisha ya wananchi yarudi chini. Asante sana. Tukimalizia, labda ukianza kwa majina yako, wewe kama Mkenya unahisi kwamba cheo hiki kina umuhimu gani katika taifa hili? Kusema ile ukweli, sioni hiyo cheo kikiwa na umuhimu wowote kulingana na mahali tuko. Na sasa hii tukiangalia hii kiangazi vyenye imetupeleka, kuna mambo inafaa kushughulikiwa. Kuna watu wanakufa njaa na inakuwa ni vibaya, ni kama kushekelea mwananchi. Za zile unaona watu wanaenda wanapanga laini kwa shule, watoto wao wakipewa chakula, naye mzazi anagojea ati mtoto akiwekewa chakula yake ya ume hapo, alafu unakuja kumwambia ati kuna vyeo vingine vinawekwa, ili hali hata kungekuwa na mradi wa kuleta vitu kama malori zinapelekea wale watu wanakufa maji. Unaona kama ni chakula, hata kama ni hao wazazi at least wapate maji. Asante sana. Naam, kwa sababu ya muda lazimika kurudi kwako Lofty. Hizo ni hisia za wananchi kutoka eneo hili la Majengo, kaunti ya Mombasa. Kwa mengi najua mtazungumza katika studio zetu za Nairobi. Narudi kwako. Na asante sana mwenzangu Fatma Bogu pale akizungumza na wananchi kutoka Mombasa. Wanasema hapa kuna mnofu, hatuoni umuhimu wote. Wengi wanasema cheo ni dhamana, ukidhaminiwa kwa nini ukatae, utakichukua. Lakini tupate mengi kutoka Eldoret, Uasin Gishu kule atokako Rais William Ruto. Je, wanamunga mkono kwa kuhalalisha nafasi hii ama wanasemaje? Kudaka? Asante Loft, na bila shaka nimejiunga na wenyeji wa kaunti wa Uasin Gishu ili tuweze kutoa labda hisia zao kama kauli yao kuhusiana na majukumu ya katibu waandamizi, iwapo wana maana yoyote, majukumu yao ni yapi na ni yupi ambaye anastahili kupata kazi hile. Na moja kwa moja kuna mzee mmoja hapa atatuelezea fikra zake kuhusu swala hilo. Mzee, unaitwaje na kwa maoni yako tu hawa CAS wanastahili kuchaguliwa, wanafaa kwa labda ni vijana ama ni wazee? Kwa majina naitwa Julius Kipchoge kutoka Nandi County and Sub County. Kwa maoni yangu hawa CAS wanafaa wapewe hiyo nafasi, wapewe vijana juu wazee hawawezi. Hiyo jukumu inahitaji watu wenye nguvu sana. Kwa hivyo inafaa wapewe vijana, na vijana kutoka tabaka zote za Kenya. Wanafaa wazingatie pia maneno ya siasa, mirengo ya kisiasa, ama tu mtu anastahili kupewa ile kazi? Wanafaa tu wachaguliwe, bora ni wa Kenya. Hawafai wachague kutoka mirengo ya mbali ya siasa. Kwa hivyo ni jukumu ambalo linafaa wapewe wa Kenya wa tabaka mbali. Asante sana. Na je, ndugu, unaitwaje na kwa maoni yako tu nani anapaswa kupata kazi hii ya kukuwa katibu mwandamizi? Okay, jina langu ni Joseph Ndiwa kutoka Trans Nzoia, na kwa maoni yangu naona vijana wapewe kazi. Vijana wapewe kazi kwa sababu rais wakati wa kampeni alituahidi vijana tutapewa kazi ndipo atapata kiti. Sasa hii naona vijana wako tu wanangoja kazi lakini hakuna kazi. Sasa wanahangaika. Ile kazi ya CAS nani ambaye anastahili kupata? Kijana sivyo? Kijana. Labda waangazie pia mirengo ya labda kisiasa au namna gani? Kwangu naona vijana wapewe kazi sio hata siasa, kulingana na siasa, lakini vijana wamekuwa katika mirengo tofauti. Sasa naona bora na uwezo, amehitimu vizuri, vijana apewe kazi. Asante. Kwa kumalizia tu basi kwa dakika moja tu penye ndugu yangu, maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni kwamba hii post ya CAS ingekuwa ya vijana, manake tumeona wamepea politicians ambao wamekuwa kwa bunge
na jambo hilo alijafurahisha kabisa, kwa sababu vijana wanahangaika, na rais alipokuwa anaingia ofisini alituahidi vijana kwamba tutapata kazi, lakini wakati huu tunaona kwamba imekuwa ni mrengo fulani na inaegemea haya. Halafu katika labda serikali iliyopita, unakumbuka CAS yoyote ambaye unamkumbuka? Ya, nakumbuka CAS wa health. Namkumbuka kwa sababu wakati wa COVID tulimuona kwenye televisheni CAS Mwangangi. Ya. Wengine hawafahamu. Wengine siwafahamu kwa sababu post hiyo nimeona imewekwa juzi, hata sielewi kazi yake ni gani, lakini kama ingekuwa kitu mzuri wangesaidia vijana, manake vijana wamesoma na wanahangaika nyumbani. Asante sana rafiki yangu. Basi Lofty na Hayato kwa sasa wanasema kwamba vijana wapewe kipaumbele katika nyadhifa hizo bila kuzingatia mirengo yao ya kisiasa. Safi kabisa, kudaka maoni bomba kutoka kwa wananchi wa Eldoret, Uasin Gishu. Wengine wametoka Nandi, wamesikia hii mada wakakimbia kutoka Nandi, wakapanda mabasi wakaja kumtafuta kudaka pale Eldoret ili watoe maoni yao. Asanteni sana. Wageni wangu wako studioni, Charlotte Mariam, mchambuzi wa siasa. Asante sana kwa kufika Mariam. Na Ruth Ambogo ambaye ni mchambuzi wa siasa na sera za vijana. Asante. Raha yangu jamii ni kuwa na mabinti studioni ambao wanapenda uongozi na siasa na pia ni vijana, heko kwao. Moja kwa moja tumeona pale kabisa wakitaja, na nafikiri tuanzie pale kwamba nafasi hii inafaa kuwa ya vijana ama ya wazee. Mmoja ameulizwa akasema anamkumbuka Mercy Mwangangi. Wengine ukiwauliza watafika karibu kwa Nadia Ahmed ambaye ndo alitajwa kuwa ni katibu mwandamizi mchanga zaidi katika awamu ile ya kwanza. Kuna David Usiani pia wengi wanamkumbuka, lakini wengi wale wazee ambao wametaja hawa wakumbuki. Ruth, unaona hii nafasi inafaa kumwendea mtu yeyote ama kweli iwe ni hifadhi ya vijana nchini? Mwanzo kabisa tunapojiuliza swali hilo tunapaswa kujiuliza kwanza dhamira ya kuunda nafasi hii ilikuwa nini? Malengo ya kuunda nafasi hii ilikuwa ni gani? Na nadhani kwamba wale ambao katika wakati ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa rais, dhamira yake au lengo lake lilikuwa ni kwamba iwe nafasi ya kukuza watu ambao wanaweza chukua nafasi kubwa zaidi katika serikali wanapopatiwa nafasi hii, ili kuweza kujifunza, kuweza kupata kupata skills ambazo kupitia nafasi hiyo waweze kupata ujuzi, waweze kujifunza katika kazi. Wakati ambapo serikali inakuja kuundwa, wakati mwingine tukijaribu kutafuta wale ambao watashikilia nyadhifa ya mfano katibu wakuu, katibu au katibu mkuu, tutaweza kupata pool ya watu ambao tunaweza chagua kutoka kwao. Kwa sababu shida ambayo tunakumbana nayo Kenya hii sasa hivi, hata ukiangalia ile list ambayo ya CSs yani cabinet secretaries ambao waliteuliwa, kuna wale ambao ukiangalia ujuzi wao na ukiweza kuangalia katika utendakazi wao, kidogo mtu anaweza sema kwamba ni kama hawakuwa na ujuzi wa kuweza kuwa katika serikali. Hawakuwa na zile skills za kuweza kushikilia zile nyadhifa. Ujuzi wao unaweza kutiliwa shaka. Ujuzi wao unaweza kutiliwa shaka. Kwa hivyo dhamira na lengo la kuunda nafasi hizi ilikuwa ni kuwapa watu ile nafasi ya kuweza kujifunza kazini, kujifunza kwamba ukiwa unashikilia nyadhifa katika serikali wapaswa kushikilia nyadhifa hiyo kivipi. Kwa hivyo nadhani kwamba kama lengo ni kukuza ujuzi wako katika serikali, ujuzi wako wa kutenda kazi serikalini, basi nyadhifa hizo zinapaswa zipewe watu ambao hawajakuwa na ile nafasi ya kuwa na uongozi hapo awalini. Hawajakuwa wana ujuzi, wana ujuzi, wana capability, lakini hawajaipata nafasi ya kuweza kuwa katika uongozi. Na wasipopatiwa nafasi hiyo, hawataipata nafasi yote ile katika serikalini. Kwa hivyo mimi naona dhamira na lengo ni kwamba vijana waweze kupatiwa nafasi hizo. Shikilia hapo. Charlotte, unamuunga mkono ama wewe unaona anayeweza kazi ndio awekwe pale? Kwa sababu kwa kauli yake labda tulitarajia hawa kina Nadia waingie kwenye wizara labda za vijana, tuone akina Usiani, tuone akina Shebesh, lakini hawakiingia kwenye wizara, mbali na kusema ilikuwa ni fursa wajifunze wapande.
Ni ya vijana, ni ya wazee? Nakubaliana naye, lakini si kwa 100%. Kwa sababu gani? Hivi viti lofti ni viti vya kisiasa. Alafu tukisema ya kuwa vijana wapatiwe nafasi hizi ili waweze kujifunza kazi ya uongozi, itakuwa tunakosea. Tuko na idara tofauti ambapo vijana wanaweza kuingia pale na kujifunza uongozi zaidi, ila si ile kiti ni kiti kubwa sana kwa kijana tu ambaye pengine ametoka chuo kikuu alafu anapelekwa pale. Ile kazi, majukumu ya ile kazi ni majukumu makubwa na mazito sana. Ni kweli kabisa kwa vijana, na nikisema kwamba kiongozi yoyote ambaye akona matumaini mazuri na nchi yake anafaa kutweka majukumu ya uongozi katika mabega ya vijana. Ni kweli kabisa, lakini tusisahau ya kuwa hivi viti ni viti vya kisiasa, na ndio maana tukiangalia hata mfumo uliopita na hata wakati wa marehemu Kibaki, ilikuwa wakati ule kabla ya kuleta katiba mpya, ilikuwa ni mawaziri wanachukuliwa katika bunge, sio? Ikawa Uhuru Kenyatta akakuja, ambaye rais wetu ambaye amestaafu, akakuja akachukua pia akawazawadi wale ambao wengine walikuwa wameanguka kwenye viti vya kisiasa, akawapa nafasi zile. Kwa hivyo tusisisimkwe sana na tusikuwe wenye hisia ya kusema kuwa vijana lazima waangaliwe, wapatiwe kazi, kwa sababu hii nafasi ya katibu mwandamizi ni nafasi 21, 22, hata haifiki 30 kwa kweli. Lakini ndio ahadi ambayo walipatiwa vijana na serikali hii ya Rais William Ruto, kwamba nikiingia tu mahasla mtachukua nafasi za uongozi, mtapata kazi. Labda walidhania baadhi ya nafasi ni hizi, ama hawakumuelewa rais? Mahasla na vijana sio 21 wala 30 wala 50. Ni mamilioni waliohitimu na wale ambao wako na tajriba katika vijana. Sisi vijana tuko wengi zaidi. Na ndio maana mimi Lofty, ukiniuliza binafsi kwa maoni yangu, lazima tuipendezeshe idara zingine ili iweze kuaccommodate na watu wengine, kwa sababu tukisema ndio rais alijitokeza akasema hivi viti vya uongozi vitakuwa ni za mahasla si 21 peke yake. Na ndio maana nasemaje, tutakapo wazawadia, kwa sababu kusema kweli tukiangalia lazima tuangalie mifumo imekuaje. Hapo zamani wamekuwa viongozi wengine wanafanya vipi? Sasa tuangalie hawa vijana tunaweza kuwaweka katika nafasi zipi, mbali na hii si hii haswa, lakini lazima vijana watakuwepo 2, 3, 4, lakini chini yao kama kuna wasaidizi wengine chini yao wawekwe na vijana ili waweze kujifunza uongozi wakipanda juu. Shikilia hapo. Na nafikiri swali kuu hapa litakuja Ruth kwako, kwamba nafasi hii ambayo ilibuniwa chini ya Rais Uhuru Kenyatta mstaafu, baadaye ilifikishwa mahakamani na wakereketo wakasema kwamba haifai, haipo kikatiba, na katika atiati hiyo baadaye tena katika kipindi hiki tulicho cha Rais William Ruto ni kwamba imehalalishwa, ijapo kikatiba hatuoni orodha ya majukumu yao. Watafanya hivi, wataweka pesa, watafanya nini. Tunaye tayari katibu wa kudumu ambaye ndiye kama mhasibu mratibu wa kupanga fedha zitumike vipi na namna gani. Kuna haja gani tuwe na hii nafasi? Nadhani kwamba hilo ndo swali ambalo Wakenya wengi wanajiuliza, kwamba hata kama tutajibu swali na tuseme kwamba, mfano mimi nikijibu niseme kwamba vijana ndio wanapaswa kuchukulia nafasi hii, kuna Wakenya wengi, na nakubaliana nao, ambao wanajiuliza kwamba majukumu ya nafasi hii itakuwa ni majukumu gani. Kwa sababu kulingana na wengine kuna wale ambao walishikilia nafasi hizo hapo awali, ambao wamejitokeza na kuzungumzia zile shida ambazo walikuwa wakikumbana nazo wakiwa katika nafasi hizo. Wakisema kwamba kuna wale makatibu wakuu ambao walikuwa wanaona kana kwamba hawa CAS wanakuja kupigania kazi zao, wameleta upinzani, wamekuja na ni kama kuna uwili wa utekelezaji wa majukumu, kwamba katibu mkuu kazi yake haswa ni gani, na huyu CAS anakuja kufanya kazi gani katika nafasi hiyo. Na pia swali lingine ambalo Wakenya wanajiuliza, au mimi naweza kuuliza, ni kwamba tangu tuweze kuteua hawa cabinet secretaries au mawaziri na makatibu wakuu, kumekuwa na nafasi yote, kumekuwa na tatizo lolote au pengo lolote katika utendakazi wa hizi nafasi mbili. Na pia lazima tuelewe kwamba kwanza haswa ile shida ambayo ilikuwa pale kwenye koti, au kesi ambayo ilikuwa pale kwenye koti, ilikuwa mojawapo ya yale maswali ambayo Law Society of Kenya ilikuwa inauliza, ni kwamba
ni nini majukumu ya hawa CAS ni gani haswa. Kwa hivyo nadhani kwamba hilo limejibiwa hilo swali. Najua kwamba limejibiwa kwamba naelewa kwamba katibu mkuu huwa ana majukumu mengi sana na anapaswa kuonekana kila mahali, anaalikwa katika, nilisikia katibu wengine wakisema kwamba unaalikwa katika mawaziri ambao wanaalikwa katika functions kuweza kuwakilisha serikali, lakini hawezi kuwa kila mahali kila wakati. Kwa hivyo nadhani kwamba ukijaribu kuangalia umuhimu wa CAS unaweza ona kwamba kweli kuna umuhimu kidogo, lakini majukumu yenyewe yapo zaidi ya kuwakilisha waziri mkuu katika kwenda tu kuonekana. Kuna majukumu zaidi ya hapo, kwamba majukumu yako ni kwenda tu kutokelezea katika hafla na kuwakilisha waziri mkuu. Mbali na hapo kazi yako ni gani? Na nadhani kwamba kile ambacho Wakenya pia sasa hivi wanajiuliza ni kwamba nafasi hiyo haiji tu kwa mtu mmoja peke yake. Kumbuka kwamba anakuja na msaidizi wake wa kibinafsi, anapaswa kuwa na dereva. Kwanza nasikia kwamba ni kama wanakuwa na magari mawili au magari karibu mawili. Unapaswa kuwa na walinzi, wale walinzi security yako. Kwa hivyo ni swali ambalo Wakenya sasa hivi kuna ambao lazima mtozo ushuru zaidi ya 800,000 katika mshahara, alafu na marupurupu mengine zaidi. Marupurupu ya nyumba, yani afya yako unapaswa uchunguze kiafya, unapaswa kuwa na, yani basically Wakenya wanajiuliza kwamba kuna haja gani kukata hizo pesa? Mzigo huu ukilinganisha na yale majukumu ambayo nafasi hiyo inapaswa kutekeleza, vinaendana kweli? Mariam, tuko tayari kutoa hizi pesa kwa ajili ya kazi ambazo zitafanywa na katibu mwandamizi, ama tuseme wacha ikae? Tuko tayari, na mambo kama haya hatuwezi kuepuka Lofty. Kwa nini? Kwanza hakuna kazi Kenya hii. Kwa hivyo ukiangalia, dadangu alikuwa ameanza vizuri akasema pale lazima tujiulize rais mstaafu alikuwa na madhumuni gani akianzisha ama akiileta hii nafasi ya makatibu waandamizi. Kwanza kabisa anaipata nguvu rais katika katiba pale katika kifungu cha 132 kipengele cha 4A kuwa rais anaruhusiwa kuanzisha afisa katika utumishi wa umma kwa mujibu wa mapendekezo ya tume ya utumishi wa umma. Kwa hiyo lazima nafasi hizi ziwepo, na sisi kama Wakenya pia lazima tufungue bongo zetu na tukaribishe maneno kama haya, kwa sababu nafasi za kazi hakuna. Tunaposema kwamba tukatize hii, sasa tena tutakuwa tunalia tena hakuna kazi. Na amesema kweli kwamba anapoingia yule katibu mwandamizi atakuwa ako na wenzake pale, kutakuwa na msaidizi wake wa karibu, kutakuwa na watu kadha wa kadha pale, na ndio maana nikasema kumaanisha ni mfumuko wa idadi ya watu ambao watahitaji mishahara. Watahitaji mishahara na itakuwa inasuluhisha tatizo la ukosefu wa kazi. Je, pesa zile zipo za kulipwa hawa watu mishahara? Ndio swali pia hilo. Sasa nikuulize, unataka kazi ipatikane ama tutafute mbinu za kuajiri watoto wetu kazi na sisi vijana pia tupate kazi? Maana wewe mwenyewe sio kama ni wewe ama ni Ruth aliyesema kwamba kama hizi nafasi zitakuwa kama tuseme wizara moja watu wawili, wizara zenyewe 21 22 ukiongeza pale 24 kwenda juu, je, tutakuwa tumetatua tatizo la ukosefu wa ajira ama hapa ni kama tu tunapakana mafuta kwa mgongo wa chupa? Heri nusu shari kuliko shari kamili. Sasa sijamaliza Lofty, sijamaliza. Naomba nichukue pumziko na naomba hiyo hoja yako ishikilie hapo hapo. Rudi katika muda usio mrefu tuone kama tunahitaji nafasi hii ili kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira ama ni mnofu kwa wandani walio kwenye serikali. Usiondoke, katika muda usio mrefu tutarudi. Na mtazamaji, karibu tena, unaendelea kutazama NTV Sasa. Alhamisi kama ilivyo ada huwa ni jukwaa la jamii. Jukwaa letu leo tunaangalia huu mnofu pamoja na majukumu na kazi za katibu mwandamizi wa Mombo wakaita CAS. Na naomba tuangalie tu kwa kifupi, nimekutajia ile majina lakini sura zao na nyuso zao ni zipi. Waswahili wanasema kata pua uunge wajihi. Wajihi ni sura, hawa hawaja kata pua lakini wamewekwa hapa tuwaone pua zao bado ziko sawa kabisa. Cleophas Malala alitaka kuwa gavana Kakamega, kaambulia patupu. Evans Kidero alikuwa hapa tena baadaye akaenda Homa Bay kule akashindwa pia. Na kuna James Ongwae
Kisii akaondoka, baadaye amepata fursa hii ya kuorodheshwa. Millicent Omanga ambaye alikuwa mwakilishi mwanamke akijaribu kutafuta Nairobi akakosa. Njagwa Charles mwanamuziki ambaye pia alikuwa mbunge Starehe kaanguka, yuko pale. Isaac Mwaura alikuwa seneta mteule. Dennis Itumbi alikuwa ni mratibu wa mipango ya dijitali pale Kenya Kwanza. McDonald Mariga huyu ni mwandani wa serikali sasa hivi nasikia, lakini mchezaji. Wilson Sosione alikuwa mbunge wa kuteuliwa chini ya ODM na pia alikuwa katibu mkuu chini wa muungano ule wa walimu NAT. Hawa ni baadhi tu wale ambao tumeona tukiweka sura zao utaziona na kuzikumbuka. Lakini ili kupata maoni zaidi naomba nikupeleke kule Migori kwa mwanahabari Bernard Ojwang ambaye anasema pia wana Migori wanataka hii minofu ya CAS. Kunaye mmoja wawili kule wanataka kuwekwa, wanataka nini? Ni vijana ni wazembo wanaitaka hii nafasi kule Migori Bernard. Na asante sana Lofty, vile nilivyosema ni swala ambalo kwa sasa watu wengi wanasubiri kwa hamu na gamu kusikiza ama kuona itakavyotekelezwa. Kumbuka kwamba tuliweza kuona baadhi ya watu, baadhi ya Wakenya wasomi waliweza kuwasilisha ombi lao kwa ili waweze kupata nafasi hii. Katika kaunti hii ya Migori, katika eneo la Kuria, tuliweza kusikia baadhi ya wakazi wakisema kwamba wao wameweza kusimama na serikali, na wakati uchaguzi uliopita tuliweza kuona wakisema kwamba walisimama na serikali ya Kenya Kwanza na kuhakikisha kwamba wamesaidia wale ambao walikuwa wakiwania vyeti ama kiti cha urais, na zungumzia Rais William Ruto kuhakikisha kwamba anaingia mamlakani. Na kwa sasa wanasema wanaomba serikali ama Rais William Ruto iishe mkono. Tuliweza kuzungumza nao, wanasema kwamba wao pia wanataka wapewe nafasi, na ni swala ambalo watu kwa sasa wanazungumzia. Wengine wanajiuliza, je, itapewa kisiasa au itapeanwa kiutaalamu? Nazungumzia bila kuangalia huyu anatoka upande gani kisiasa, ama hebu kutoka kwa wale ambao tuliweza kuzungumza nao kutoka katika eneo la Kuria. Tunaomba sisi wa Kuria tulipigania chama tukachagua rais wetu ambao ni Ruto, lakini sisi wa Kuria tutapata kama cabinet secretary. Wakati rais naye aweze kutukumbuka sisi kama community, kama vile alisema kwamba serikali yake itakuwa na inclusivity, tungependa na sisi pia tuweze kuwa included. And in tomorrow to be in particular, we will feel to have been part of the government because you realize the problems that we underwent during that election period. Tuko na kilio rais. Wakati tulikuja hapa wakati wa campaign katika uwanja wa Altimaru hapa, tulituambia kwamba jamii ya Wakuru watatukumbuka. Na sasa imefika wakati nafasi zimetangazwa, sisi watu wa Altimaru kufikia leo hatujapata nafasi hata moja. Tunaomba tukumbuke kama vile ya maoni ya wakazi wa Kuria wakisema kwamba kuna baadhi ya vijana wao waliokuwa wakiwa katika mstari wa mbele kusaidia William Ruto, nazungumzia rais wa Kenya, kuhakikisha kwamba anapata ama anaingia mamlakani ama anapata ushindi. Na kwa sasa wanasema wao pia washughulikiwe, wasaidiwe ili wapate watu wao katika uongozi katika serikali hii ya Kenya. Tunaweza kuzungumza nao ili tuweze wao wanataka ili ifanywe namna gani, ama wangependa ifanywe, ama waangalie kila mtu ambaye aliweza kuwasilisha ombi lao, waangalie utaalamu, kila mtu amesomea nini, ili ndipo apate nafasi yake katika serikali hii ya Kenya Kwanza. Asante sana Ojwang kwa maoni hayo kutoka Migori, pamoja na kauli za Wanakuri ambao wanasema waliweka mkataba katika uwanja fulani pale, lakini mkataba huo haujatekelezwa pale Kuria. Kabla kwenda pumzikoni, kwenda Migori kuangalia sura na majina, manake sijui kama ni kuuza sera ama ni sura kule, lakini nilikuwa nimekukata kalima Mariam. Naam. Ulikuwa na jambo unazungumzia, ni kwa nini hii nafasi unaomba lazima isalie iwe? Nafasi lazima isalie ili iweze kutengeneza nafasi za kazi zaidi. Na kwanza pia nimpongeze Waziri Aisha Jumwa. Kwa sababu pia alitoa tamko juzi akasema wale ambao wamefikisha miaka 60, miaka ya kustaafu, waondoke, waachie vijana nafasi. Kwa hivyo hizi ndio mikakati ambayo... Kwa hivyo nakubaliana na Ruth kwamba nafasi iwe ya vijana. Nikuulize wewe, umetuonyesha pale sura za watu ambao baadhi yao wameteuliwa katika nafasi hizi kuwa makatibu waandamizi. Nimemuona McDonald Mariga pale, si kijana? Hujamuona Ongwae pale? Tulia. Nimemuona Mariga, nimemuona Charles Njagwa, nimewaona na wengine. Kwa hiyo hujamuona Kidero pale?
Sasa hapo ndio naposemaje, Aisha Juma anaposema kwamba hawa wazee pia waondoke, wachie vijana hizi ile nafasi zingine pia vijana waweze kuingizwa pale ndani, lakini hatuwezi kupatia idara nzima kwa vijana Lofty. Lazima tuwe wa kweli. Lakini vijana wengi nchini Kenya, kama vijana tunafaa kujiuliza maswali ambayo tunafaa kujiuliza kwa sasa hivi ni kuwa tutajipanga vipi kama vijana ili tuweze kuwa na tajriba ya kuweza kumiliki hivi viti. Kwa mfano tujipange. Ukiangalia hata katika nchi za kule juu wale ambao ni masocialisti na makomunisti walianza wakiwa wadogo, vijana walikuwa wanaunga mkono vijana, wanakuwa pale katika wanajiunga na vyama tofauti ndio unapata hata nafasi za kisiasa. Rais anaposhinda kiti anaenda anachagua wale watu wake ambao walikuwa nao kwenye chama ile. Kwa hivyo lazima tuige maneno kama yale. Tujiingize katika vyama vya kisiasa, tujikakamue, tubaki pale ili hizi nafasi zinapojitokeza tusianze kunungunika tukisema ya kwamba vijana hatupati kazi na nini. Lazima na sisi vijana tujitume. Tujitokeze kwanza. Kama vile na haya mambo yanafanyika kila mahali Lofty. Kama vile nimekuambia hawa komunisti na masocialisti tukipatiana mfano wa Urusi na China kule, mfumo ni huu. Kwa hivyo tusiseme ya kuwa wale ambao walikuwa wameanguka siasa wanaenda wanachukuliwa. Siungi mkono 100% kwa mzee wa miaka 65 au wa 70 kupatiwa nafasi kama ila hasha. Lakini pia kama vijana lazima tuangalie ni changamoto ipi tunaweza kuona pale, alafu tujirekebishe na tujikakamue ili tuweze tufike pale na sisi. Ruth, nyinyi wawili ninavyowaona anavyozungumza Mariam anazungumza vizuri kwamba vijana wajitokeze kwanza, na kweli wamejitokeza. Nyinyi ni mfano hai wa watu ambao wamejitosa kwenye siasa na labda mkapitia masaibu yenu, labda hamkufika kileleni kwa kuchaguliwa ama kumaliza debeni kabisa. Huku kujitoa vijana kunafaa kujitoa namna gani kama si kama huku kwenu ambako mlijitoa Ruth? Unajua swali la kusema kwamba vijana lazima wajitoe ni swali ambalo mara mingi ni matamshi ambayo mara mingi hutolewa na wale ambao washanyima vijana nafasi. Kwa sababu katika hiyo orodha ya watu karibu 1500 ambao waliweza kuwasilisha makatasi yao ili kuweza kuwekwa katika orodha ya wale ambao kufanywa usaili. Kufanywa usaili. Swali ni kwamba ni wangapi ambao walikuwa vijana? Na mimi nimezungumza na vijana wengi, nina marafiki wengi ambao wako katika ni wanasiasa au wako katika siasa. Na wengi wao waliweza kupeleka makatasi yao, lakini majina yao hayakutokezea pale kwenye orodha. Na swali ni kwamba nafasi hizi nadhani kwamba swali ambalo linapaswa kuulizwa ni kwamba nafasi hizi ni nafasi za kuzawadi tu wale ambao wamekuwa waaminifu kwa serikali, au ni nafasi ambazo zinawekwa ili wale ambao wana ujuzi na tajriba waweze kupata nafasi hizo. Kwa sababu tunaposema kwamba vijana lazima wajipange, tunataka kusema kwamba Kenya hii hatuna vijana ambao wameenda shule wamesoma, wana tajriba, vijana ambao wanahitimu kushikilia nafasi hizi. Kwa hivyo Ruth unasema tuondoke katika kuzawadi wanasiasa wa ndani na walio na ubia, tuangalie tajriba na masomo. Tuangalie tajriba na masomo kwa sababu kitu ambacho watu wanajiuliza sasa hivi mfano ni kwamba unapoona wale ambao walikuwa wakiunga mkono rais ambao sasa majina yao yametokezea pale, na ni watu ambao walishikilia nyadhifa kama vile magavana, wameshikilia nyadhifa kama magavana kwa term kama 2. Unajiuliza kwamba mtu kama huyo, mtu ambaye katika miula yake miwili ya kuwa gavana ameweza kusimamia bajeti ya labda bajeti ambayo inapita hata bilioni 70-60, ni mtu ambaye ni nini ambacho hakufanya pale kwenye kaunti yake, au ni nini ambacho hakufanya akiwa gavana ambacho anataka kufanya sasa hivi akitafuta nafasi akitafuta nafasi ya CAS. Kwa hivyo haya maswali ambayo sisi usema kwamba vijana lazima tujipange, tunajaribu kusema tunajaribu kuweka vikwazo kwa vijana zaidi. Tunapozidi kusema kwamba lazima tujipange, vijana lazima tujiunge na vyama vya kisiasa, swali ambalo tunapaswa kujiuliza sasa hivi ni kwamba kwani vijana hawako katika vyama vya kisiasa? Kwani vijana hawana tajriba, hawajenda shule, hawajahitimu, hawana makaratasi? Kwa hivyo haya ni matamshi ambayo watu husema ili kuzidisha vikwazo kwa vijana kutopata kazi. Kwa hivyo ni matamshi ambayo tunapaswa tuachane nayo kwa sababu vijana wanahitimu. Nakumbuka kuna wakati ambapo walikuwa tukitafuta makamishna wa IBC hawa ambao waliongezwa kabla ya uchaguzi. Nakumbuka kwamba sisi kama vijana tulikuwa tumeungana
ili kuweza kupigia kupigia mvungo mmoja wetu ambaye alikuwa amewasilisha makaratasi yake. Lakini wakati ambapo hiyo list ya wale ambao walipaswa kuenda katika interviews ilipotokezea, tuliona idadi ya vijana kadhaa katika orodha ile. Lakini wakati ambapo majina ya mwisho kabisa ambayo yaliwasilishwa ili kuweza kwenda kwenye interviews ilipotokezea, hakukuwa na kijana hata mmoja. Na swali ambalo watu walikuwa kishinda wakisema ni kwamba vijana tusiseme tu kwamba tunataka nafasi na hatujahitimu. Na nilikuwa najiuliza kwamba vijana ambao walijitokezea wakapeleka makaratasi yao walikuwa ni vijana ambao wamehitimu, wana masomo, wako na madegree, kama ni masters wako nayo. Kwa hivyo matamshi haya tunapaswa tuyaache. Tuzingatie, tujiulize kama sisi kama nchi ni mikakati ipi ambayo tutaweka kisheria ya kuhakikisha kwamba vijana hawaachwi nje wakati nafasi hizi zinapotokezea. Kwa hivyo kuwe na kama mfumo usisitizo kama ule wa kuwa na thuluthi 2 ya jinsia bungeni katika nafasi kama hizi. Mariam, unaunga mkono hilo kwamba kuwe na sheria msisitizo kwamba lazima nafasi kama hizi labda thuluthi 2 iwe ni vijana, ndio wazee wasanii, ili waangaliwe pia, manake mnasemekana mmesoma, mmepiga siasa, mmetumia pesa zenu kukampenia hawa wazee ambao sasa mnasema wamewaacha. Kipi kifanywe ili huyu kijana afaidi, Mariam? Naunga mkono, lakini ukiangalia hata kwa ile awamu ambayo imepita ilikuwa si vijana 100% na ilikuwa si wazee peke yao. Kwa hivyo huu mfumo umekuwa ukifanya kazi. Kulikuwa na idadi fulani, kulikuwa umetaja kina Nadia, umetaja kina anaitwa nani? Osiani, umetaja kulikuwa na kina Babu na Mamba. Kwa hivyo hata kama haijawekwa kuwa sheria, lakini tayari ilikuwa inazingatiwa. Lofty, nilianza kwa kuambia kuwa hivi viti ni viti vya kisiasa. Na tusidanganyane, manake haya maneno unayajua vile mimi nayajua. Tunaweza rekebisha hilo. Tunaweza rekebisha kwa visiwa vya kisiasa. Kwa visiwa vya kisiasa. Tunaweza badilisha hilo. Kwa sasa itachukua muda sana. Itachukua muda kwa sababu gani? Unapoingia kwenye siasa, watu wanawekeza kwa kiwango tofauti na kwa namna tofauti kwenye vyama vya kisiasa. Kuna yule anayewekeza fedha zake, kuna yule anayewekeza muda wake, kuna yule anayewekeza akili yake kwenye siasa. Ndiposa unaona mwanasiasa ama chama kinapoingia uongozini inaangalia kwanza wale watu ambao walikuwa wameketi na wao mezani, wakatengeneza kitu inaitwa manifesto. Ndio maana unaona Taraisi, wakati nilikuwa hapa mwisho nilisema alikaa chini akaangalia kwa ile manifesto yake ambayo alikuwa nayo, ni kina nani ambao alikuwa anajua huyu nikimpa jukumu la maji na unyunyizi kwa mfano ataweza kutekeleza ile jukumu bila shida yote, kwa sababu walikaa mezani wakajua sisi kwa muda wa miaka 5 tunataka tufanye A, tunataka tufanye B, tunataka tufanye C. Na ndio maana nitasisitiza pale kuwa vijana lazima tujiweke strategically into this political parties. Kwa sababu hizi nafasi hata kama tunataka kuzidanganya vipi, huwezi kuwa mimi kama Shaleti nimejitolea wakati tunatengeneza manifesto kwa mfano, tumekaa mezani, nimetoa mada, nimesema hii tufanye hivi, ikawekwa tiki pale. Alafu nafasi natoka nimehitimu na hakuna mwanasiasa ambaye amekuwa, hata wale wazee tuseme kwa mfano Kidero tumemwona pale Ongwae, ni watu wamehitimu. Ni vile sasa miaka inawapiga chenga. Sikubaliani kuwa umefanya ugavana miaka miongo miwili ama mwongo mmoja, hata mbili, alafu tena urudi utake nafasi kama hiyo, na kataa kabisa. Lakini tusione kwamba wale ambao wamechaguliwa kuwa hawana tajriba na kuwa hawawezi. Wanaweza. Kwa hivyo lazima tukubaliane kuwa kama vijana tusidanganye vijana wetu. Lazima tujitokeze strategically, tujiweke, tujitume kimasomaso, tujiweke mbele kwa mbele. Ili vyama vyetu vinaposhinda uongozi sisi uendani. Tusidanganyane. James Nduta pale kwenye mtandao wa kijamii anasema Lofty ni mkora mtupu, badala ya kuturahisishia kazi chama tawala kinaongoza ugumu wa maisha kila kuchao. Musubi Gadhambi anasema mimi natazama kutoka Gadhambi Kirinyaga, mdahalo mzuri. Kipngeno Ezra anasema hamna kufilisisha uchumi wa nchi tu, bure kabisa. Alafu Isaac Profesida anasema haina maana Lofty, mameneja wengi kuliko wafanyikazi hapa nchini, badala kuongeza wafanyikazi mnaongeza mameneja. Mambo gani haya? Alafu Laban Shaban anasema mashallah, kazi safi,
Jina langu ni Flera, anasema kazi nzuri kabisa katika mdahalo. Hiyo nafasi hata sisi kama hatuoni umuhimu wake. Katika hali ya kufunga huu mdahalo, si mara ya kwanza kuwa nao nafasi hii, nafasi ile, watu kulipana kisiasa na kadhalika. Suluhu litakuwa lipi Ruth tunapomalizia, ili kijana asilie, Mkenya siumie, maana mtozo ushuru ndo atatozwa hizi pesa tulizotaja zaidi ya milioni 1 kufadhili hawa makatibu andamizi. Sidhani kama ni pesa kidogo. Suluhu ni kwamba hata kama katiba inamruhusu rais au inampa rais mamlaka ya kuweza kuunda nafasi katika serikali kulingana na wakati ambapo kuna haja ya kuunda hiyo nafasi, lazima tujiulize kwamba nafasi hizi tunaziundia kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kusema kwamba hakuna kazi, lakini suluhisho si kwamba wachache wapatiwe kazi ambazo hawana majukumu ambayo yanaweza kuhakikisha kwamba kazi zile zina maana kwa Wakenya. Kwa sababu sasa hivi Mkenya anajiuliza kwamba faida ya nafasi hizi kwangu mimi kama Mkenya ni gani? Ni gaps gani ambazo nafasi hizi zinakuja kusuluhisha ili kurahisisha maisha ya Mkenya? Kwa sababu kama hakuna tatizo ambalo linatatuliwa na hawa CAS ambao wanakuja kuchukua usukani, then hakuna haja ya kutengeneza kuunda nafasi zile. Kwa sababu Mkenya sasa hivi analia, hali ya uchumi imekuwa ngumu, maisha yamekuwa magumu, kuna wale ambao wana njaa na wanajiuliza kwamba tunapozidi kuongeza fedha ambazo tunatumia katika ofisi za serikali na hatuzingatii maslahi ya Wakenya, tunajiacha wapi kama wananchi? Kwa hivyo kile ambacho nasema ni kwamba kama kuna fedha za kuweza kuteua hawa ma-CAS, mbona fedha hizo zisitengwe kando ili kuweza kutengeneza nafasi zaidi za kazi kwa vijana? Tuweke pesa hizi katika viwanda, tuweke pesa hizi katika nafasi ambazo zikitengenezwa nafasi zile zitakuwa ni nafasi nyingi za kuweza kusaidia watu wengi kuliko nafasi chache za kuweza kuwazawadi wale ambao walikuwa waaminifu kwa serikali ya siku. Au kuwapa tu marafiki wa serikali nafasi za kuweza kujisaidia kimaisha. Muda umenipa kisogo, sekunde 30 Miriam kumalizia kauli yako. Kwa maoni yangu suluhisho itakuwa ya kwanza, tupendezeshe idara zingine. Isikuwe nafasi kama hii ikitokea vijana wote, mamilioni ya vijana wanataka tu ile kazi ya kuwa katibu waandamizi. Kwa hivyo tupendezeshe kama sekta ya ukulima, vijana waweze kufanya ukulima zaidi. Alafu pia utungwaji wa sheria ili kuweze kukua na idadi fulani ambapo vijana wataweza kuwa, inajulikana kuwa vijana kama 10, 20 wanafaa kuwa katika nafasi ile, vile dadangu alikuwa ametanguliza kusema. Alafu ya mwisho pia, katika hizi nafasi sasa tuwachukue na vijana pia tuwaeke huko kwengine. Kama kuna zile kazi za attaches wakishapeana hizo zingine kubwa huko juu attaches, angalau weke vijana waweze kujikuza polepole wakipanda juu. Hata hii ya katibu andamizi pia, hizi zingine najua kutakuwa na nafasi za pengine wasaidizi na kadhalika, waajiri vijana zaidi. Nafikiri tukifanya hivyo kama nchi tutakuwa tunaweza kusonga mbele zaidi na zile nafasi za kazi pia zitaweza kuwa zinaongezeka. Najua saa hizi Wakenya wanapitia hali ngumu sana, kazi hakuna, lakini lazima kama Wakenya pia tufungue akili zetu, tufungue na nyoyo zetu pia. Tukubali kuwa kazi kama hizi ndio zitaweza pia kupunguza ile kidogo kidogo, vile nitamuweza kusema heri nusu shari kuliko shari kamili. Asante sana. Hoja komavu kutoka kwa Mariam Shalet pamoja na Ruth Mbogo. Vincent Ogembo anasema mtu amefanya kazi ameretire kama gavana ndo anapewa hizi kazi. Lofty kaka Steve anasema kaka Lofty mambo vipi? Hata kama salamu nusu ya kuonana Steve zako umezituma wakati mbaya, mimi naomba maoni kwa sasa. Dennis Mwanzige anasema hiyo nafasi inahitaji mtu mwenye tajriba katika masuala anaoteuliwa kuongoza. Umri sio kigezo muhimu. Mara nyingi uteuzi hufanyika kwa mapendeleo au kwa zawadi wanasiasa, hivyo kupelekea utendakazi duni. Ni ile minofu hii. Naitwa Lofty Matambo, asanteni sana wachambuzi wangu na watu waliochangia kutoka mashinani. Mnofu na kazi za CAS iwe isiwe, mimi nishafanya yangu na wachambuzi wangu. Utakuwa jaji, hakimu na hujaji ni wewe hapo ulipo nyumbani. Ungana na Mwindo saa 7 adhuhuri nikupe mengi zaidi kwenye taarifa zetu za NTV adhuhuri. Usiondoke.